Kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Narema litakalounganisha kata ya Kirangare na Mpinji zilizopo wilayani Same mkoani Kilimanjaro linatarajiwa kuwa ukombozi mkubwa kwa wananchi na wakulima wanaoishi katika kata hizo. Mradi ni wa mawasiliano wa miundombinu, na mimi naiona picha kabisa. Ukipata pesa, daraja likiisha, kijenga hii barabara mpaka Idaru, nijenge barabara mpaka Mpinji, kuna sura ninayoiona. Nyie mtaona tukiweza kuijenga hii barabara vizuri kutoka Idaru nzuri ya Changarawe, ipite kote ya Changarawe, ije ikute daraja zuri iende ya Changarawe mpaka kule Mpinji. Sio kwamba watu watalima, watu watajenga. Wananchi wanapata barabara nzuri ili waweze kusafirisha mazao. Sasa wakiona hii barabara tumemaliza, mtaona watalima sana na watajenga sana, na mimi ndivyo ninavyotaka. Kwa hiyo hii naona tuchukue kikubwa zaidi, tuchukue kwa ukubwa, hapa mahali pale pazuri. Hapa tutakuwa hatukuboresha Idaru. Ni kwamba ni kata ndio inayoboreka, ni kata ya Kirangare ndio inaboreka, sio kijiji. Kwa sababu hii sura hapa itakapokuwa nzuri, ni Kirangare inazidi kuwa nzuri, ni Kirangare inazidi kuwa nzuri, na mtaona utalimwa zaidi, utajengwa zaidi. Kwa hiyo Kirangare itazidi kuwa kubwa. Tunaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa daraja la Upinde la mawe, ambao Mheshimiwa Mbunge kihalisia tutakuwa waongo sana tusiposema hizi ni juhudi zako, kwa sababu kwa mwaka huu wa fedha 24-25 hatukuwa na hiyo bajeti ya daraja, lakini kihalisia baada ya juhudi zako za dhati kabisa tukapata fedha milioni 410 na pointi kidogo kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili. Kweli tumeanza mapema na lina midomo mitatu. Daraja hili linakusudiwa kuwa na midomo mitatu. Urefu wa daraja hili ni mita 31.2 na ujenzi wa msingi umeshakamilika, kwa maana foundation. Kazi zilizokuwa zimekusudiwa kufanyika ni kuchimba, kusawazisha, lakini kuondoa baadhi ya mawe ambayo yalikuwa yanazuia ujenzi huo. Kwa hiyo kazi hizo zilifanyika, kandarasi alichimba na tayari amejenga msingi. Daraja letu lina hatua tatu. Hatua ya kwanza ni msingi, hatua ya pili tunaita ni boma, hatua ya tatu ni umaliziaji. Hatua ya katikati ndio superstructure, ambayo hiyo ndio inahusisha hiyo midomo mitatu. Midomo mmoja umeshakamilika, wa pili unakamilika, lakini sasa wako kwenye kujenga tunaita truss ama kujenga mbao ili waanze kusuka mdomo wa mwisho. Sasa kukushukuru sana kwa jitihada zako hizi za kutengenezea daraja. Daraja hili likikamilika itakuwa si kwamba tutafurahia tu, lakini tutafurahia na uchumi wetu tutauona, kwa sababu tutasafirisha mazao yetu kwenda kwenye masoko. Hii kata itafunguka, na pia tarafa ya Mamba Vumpa watu watajenga, watasafirisha mazao yao bila shida. Tunakushukuru sana, ni jitihada zako. La kwangu kubwa sana ni kutoa shukurani, maana pamoja na hapa tulikofikia ni kitu ambacho kinaleta picha, na wakulima wakiona hivi wanaingia mwanga kwenye roho zao na kuongeza juhudi za kulima. Na kilimo kikubwa ambacho nimekiona ambacho watu wameng'ang'ana sana, tangawizi. Wanataka ulime mpaka huko juu mjini huko kwetu huko tunakoishi. Yaani wanajaribu kila hali na mali, tangawizi inapanuka siku hadi siku. Na hivi ndivyo vitakavyotuletea uchumi wa haraka hivi. Watu wakishapata barabara na utajiri umeshaingia. Na hakika kwa hayo yote ambayo niliyasikiliza mkandarasi alivyoongea, hii itakuwa ni kazi ambayo, kwa sababu tuna mbunge wetu ambaye ni shupavu sana, na anaweza kusema na kuomba, akiomba anasikilizwa, na Mungu anaingia kati ya kuomba kwake. Ndio maana tunaona mambo kama haya yanavyokwenda. Mimi siseme zaidi, niseme tu mimi nawashukuru sana, na juhudi hizi nazidi kuendelea ili angalau watu wa ngazi za chini ambao nguvu zao zipate kuwaletea matunda, na hata kizazi hiki kijacho hiki ambacho kinakuja
watashukuru zaidi kazi hizi zinazofanyika. Kutoka hapo sina la ziada. Langu jina ni Hosiana Margaret. Asante na kwaheri kwa sasa.